Habari zenu. Kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kuitikia wito wetu huu. Nafikiri mimi sitakuwa na mengi ya kuongea sana, lakini kikubwa namshukuru Ana, nashukuru brand Ana Collection kwa ujumla kwa kunipa nafasi hii tena ya kurenew mkataba, na ni mkataba wa muda mrefu. Sitakuwa na mengi ya kuongea. Naomba tu nimkaribishe meneja wangu mpya Bwana Stanley, kwa hiyo yeye ataongea kwa niaba yangu. Stanley, karibu. Ndugu waandishi, habari ya asubuhi, habari ya mchana. Kwanza kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 4, ambayo ni siku ya kipekee kabisa kwa Zai, lakini vile vile tunaenda kushuhudia contract mpya ambayo ataenda kusaini na Ana Collection. Kwa niaba ya management nzima ya Zailisa, tunapenda kushukuru uongozi wa Ana Collections pamoja na AFA kwa kuendelea kutuamini na kumwamini Zai kama brand ambassador, ambaye kwa mwaka jana 2024 tumeweza kufanya kazi kwa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ambayo imekuwa ni chachu ya uongozi wa kampuni nzima ya Ana Collection pamoja na AFA kuamua kuturudisha tena kama ambassador wao kwa mwaka 2025. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa fashion, lakini brandi zingine tofauti tofauti ambazo watawiwa au wanawishi kufanya kazi na sisi. Tunawakaribisha sana na mlango uko wazi kumtumia Zailisa kama brand manager au brand ambassador katika product zao. Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu wanahabari kwa kufika kwa wingi, na umuhimu wenu ni mkubwa sana katika kupeleka uzuri wa nchi yetu pamoja na kutangaza tamaduni asilia katika nchi yetu, lakini vile vile katika bara zima la Afrika. Tutakwenda na kampeni yetu mpya ambayo itakayosema vazi asili harusini. Nipende kuwashukuru sana. Nitaishia hapo. Asanteni sana. Asante sana Stanley. Tunawashukuru sana na asante sana Zai pamoja na Stanley. Karibuni sana kwenye familia ya Ana Collection. Natumai tutaendelea kufanya kazi vizuri kama tulivyokuwa tunafanya, na hata awamu hii tutaendelea kufanya kazi kwa weledi, kwa ubunifu na kwa kujituma usiku na mchana. Ndizo kazi zetu hizo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika familia hii kwa mara nyingine. Labda kwa sasa ningemkaribisha pia Mama Tarik. Tarik, karibu. Asante. Habari za mchana waandishi wazima. Mimi nimefurahi kuwaona, asanteni kwa kuja. Jina langu naitwa Felista Katuma, lakini almaarufu sana nimezoeleka MC Mama Tarik. Na hii imenipa nafasi sana ya kujulikana. Nipo pale EFM, huu ni mwaka wa 9 sasa. Maudhui yangu ni vipindi vya Kiswahili. Sisi Waswahili tunasema bwana hatuna shughuli ndogo. Lakini pia niseme asante sana mwanamke mwenzangu. Ukiona mwanamke mwenzio anakuthamini, anakupa nafasi, mwambie asante. Mimi naomba nikupe kongole, asante sana. Heshima uliotupa ni kubwa sana. Nawaambia tu nimeichagua AFA kwa sababu kazi zangu zote kuanzia utangazaji, lakini pia UMC nahitaji kuvaa kupendeza. Sasa hivi bwana, ukitaka kuposti unataka upendeze. Lakini basi sote kupendeza una confidence. Na confidence yako inakuja ukivalishwa na chuo kikubwa sasa hivi kinaitwa AFA. Nadhani kama mliniona juzi kwenye Kitchen Party Gala, wangapi waliniona? Mlikuwa mnaifuatilia tamasha la Kitchen Party Gala? Nguo yangu ya kwanza nilivalishwa na wabunifu wachanga kutoka Ana Collection. Kwa hiyo imenipa nafasi mimi sasa kusema hapana. Naomba jamani, endeleeni kunivisha, nivae nipendeze. Ana akasema tulia Mama Tarik bwana. Sisi tunakupa ubalozi. Ubalozi unavaa unapendeza, lakini pia mwisho wa mwezi unaingiza pesa. Hebu semeni pesa. Pesa. Unavaa unapendeza, lakini mwisho wa mwezi
una uhakika kwamba AFA wanakuingizia mzigo. Nawaambia tu wanawake wenzangu kutoka Uswahilini, wale wa hai wazungu, jamani njoni sasa mvalishwe na madesigner wachipukizi. Na sio Tanzania tu, kuna wanafunzi paka kutoka Angola, Kongo DRC. Ni kwamba ni chuo ambacho kinatambulika. Ni miaka 2 sasa tunatamba, tunavimba kwa sababu AFA imeleta wabunifu, mabinti wadogo kabisa, lakini pia kuna vijana machachari. Ukiwaona unasema ewa, Tanzania sasa tumeongeza wabunifu. Unaweza ukaniuliza kwa nini sasa Mama Tariq ulikuwa siku zote haupo AFA? Subra. Semeni subra. Semeni subra. Subra. Ukiwa na subra kila kitu kinakuja. Huu ni muda wangu sasa wa kutamba. Wa kutamba na AFA. Ni muda wangu sasa wa kuvalishwa na AFA, chuo chenye ubobezi. Wakina mama, mna vijana, mna mabinti mnataka wajifunze, usiende vichochoroni, njooni hapa AFA Academy. Kama watu wametoka Angola, watu wametoka Kongo huko, wewe uko Dar es Salaam hii, wasubiri nini? Lakini chengine ambacho hamkijui, Mswahili siku zote anataka kusifiwa, avae atambe, aonekane. Kuanzia sasa mkiniona pale EFM nina koti zuri, basi mjue AFA amenivalisha. Lakini kuanzia sasa hivi mkiniona kwenye kazi zangu za UMC, msiseme nimevalishwa na fundi Juma. Ni AFA ndio amenivalisha. Kwanza na waamini wabunifu, lakini pia wana ile chachu ya kunifanya nitamani wao wanivalishe. Nasemaje? Habari ya mjini sasa hivi bwana ni AFA. Mimi natamba na vimba, ninaye mtu wa kunivalisha. Nasema asante bwana. Umenipeleka mjini. Uongo. Nasema uongo. Mbona mna wivu? Uongo. Sasa hivi sitakuwa na ile mishono ya kugeuka huko. Nitakuwa na baloza. Yaani nitabaloza Waswahili. Nisubiri pale raha za Uswahilini saa 8 mchana, 6 mpaka 8 mchana pale nitakuwa natamba kwenye kipindi changu. Basi hapa nina kigauni, nina kikoti. Jamani hapa. Asante mwanamke mzangu. Lakini mwisho wa mwezi nakumbusha nina hela. Kuna mshahara wa Majizo, alafu kuna mshahara wa Ana Collection. Uongo udu. Tuko mjini. Tuko mjini. Asanteni kwa. Asante sana Mama Tariq, na tunakukaribisha kwenye familia ya AFA, na AFA wanakupenda. Nadhani umekuwa ukiwaona wale wabunifu wanafunzi kama ulivyosema. Wengi wao ni Watanzania kutoka mikoa mbalimbali ambao wako pale, na wengi wao, wengine wametoka Kongo, wametoka Angola, wametoka South Sudani, wametoka Kenya, wametoka Uganda. Kwa unaona ni chuo ambacho kwa Afrika sasa hivi ndicho chuo bora kabisa cha ubunifu wa mitindo kwa Afrika Mashariki. Kwa tunakushukuru sana na karibu katika familia hii. Na nisikie sasa, piga kazi kama ulivyosema. Mimi bwana takuangalia sana. Maokoto nitakupa, lakini nione kazi. Na kutoa hofu bwana, mimi ni Mswahili. Ukisikia EFM Waswahili, sisi Waswahili kweli kweli. Tukilia jambo tunalibeba. Tunalibeba kweli kweli. Unatujua. Hatuna shida. Naamini. Basi asante sana na karibu sana katika familia yetu ya AFA. Lakini pia na pengine ningekaribisha wanasheria wetu aweze kuongea chochote, and then najua mnasubiria kipindi cha maswali, sio? Samani mheshimiwa, samani kama tuendelea, samani sana. Ndio. Asiingilie utaratibu wenu, lakini ni AFA na nimewaambia ni kurenew mkataba mpya wa muda mrefu. Nafikiri hiyo inatosha. Nitasubiri maswali, tutakuwa kujibu nitajibu. Video nadhani sawa. Tunaenda Sawa. Ndugu waandishi na umma wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutoa pongezi nyingi sana kwa Ana Collection akishirikiana na AFA pamoja na mjia wa mkataba Kuilisa, wani wameonyesha hatua nzuri. Kwanza uso wako umejawa na huruma sana. Sasa sijua hii kauli ya kuliko kama ulikuwa na wanyama wakiwa wanalala chakula, hii imekaa niko kupitisha. Siwezi kuongelea, no comment. Mimi nadhani kama alivyosema jamani, mwenyewe kasema, na sisi tumesema hapa tuko kwa ajili. Nafikiri labda tunaweza tukamuona yuko Ana Collection au imeishia hivyo kwa sababu balozi wenu haiko naye sasa. Yes.
Kama nilivyosema awali kwamba mahusiano yetu ya kibiashara kati yetu sisi na kwetu sisi na Correction na Haji Manara ni mazuri sana, kwa sababu kwa sisi wafanyabiashara tunaamini hata wewe ni mteja ajaye, hata wewe tunaweza tukafanya kazi kwa baadaye. Kwa ndio maana hapo awali nitanguliza kushukuru kwa support yake ambaye alitupa kwa muda wote huo wakati akiwa meneja wake na Zailisa. Yeah. Kwa hiyo sisi tunachukulia upande wa kazi zaidi kuliko upande wa familia. Kwa hiyo katika upande wa kazi ambapo tulikuwa tunafanya naye, kwa maana kwamba akitusupporti, pengine kuna wakati nyingine alikuwa anatoa ideas, tuna discuss kwa pamoja, na hata hii contract ya mwanzo tulianza kudiscuss naye pia. Kwa hiyo hata tunavyo renew mkataba mpya leo, na yeye atakuwa nafahamu kwamba tulishaanza. Ndio maana nikwambia ilikuwa zamani, ilikuwa tufanye, akawa na safari na mimi nikawa na safari. Kwa hiyo hata hii habari ya leo atakuwa nayo kwamba na yeye alihusika pia. Kwa hiyo mahusiano yetu na yeye yako vizuri. Tunaamini kwamba tunaweza kufanya naye kazi pia pale itakapokuwa inahitajika. Biashara haina uadui, mambo mengine yanaweza kaendelea. Yeah. Zai, la mwisho tu ndio nakuacha. Zai, kuna picha ambayo inasambaa kama ni vitu vyake ndio anatoka kwa Manara. Natamani azuie hiyo picha kama kweli ni vitu vyake au no comment. No comment. Okay, mimi na swali kwa Madam Wana. Kuna Priscilla pamoja na mume wake Jux walivalishwa kwenye photo kuelekea kwenye shughuli yao kwa Nigeria. Na mwanamitindo ambaye alimvalisha design anamaanisha alisema kutakuwa kuna fine kwa mtu yeyote atakayekopi. Atakayekopi lile vazi. So kwa sisi wa Tanzania tuelewe, by the way, labda wewe ambaye tayari ni designer na unajua shughuli hizo, unaweza ukatuelezea